Mtazamaji, siku ya jana nilitangaza ya kwamba Israeli ameishambulia nchi ya Lebanon na kufanya uharibifu mkubwa kweli kweli, na nikakwambia kwamba tayari hapo wamevunja makubaliano ambayo Marekani na Iran walikubaliana. Sasa hii leo tangazo jipya kabisa limetangazwa kutoka Iran. Ni tangazo gani hilo? Utafahamu. Cha kufanya ni kubonyeza alama kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, taarifa imetufikia ni kwamba kutokana na muendelezo wa mashambulizi yanayofanywa na Israeli katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, serikali ya Iran imetangaza rasmi kufunga mlango bahari wa Hormuz kutokana na kuvunjika kwa makubaliano ya amani dhidi ya Marekani. Ikumbukwe, Marekani na Iran walisaini makubaliano ya amani siku chache zilizopita, huku kusitishwa kwa vita kati ya Israeli na Lebanon kukiwa ni moja ya kipengele muhimu kinachobeba makubaliano hayo. Alafu mtazamaji wa Bongo Super Media, kutokana na kipengele hicho kuvunjwa na Israeli, hivyo Iran wamesema kwamba tumefunga tena mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana hiyo, Trump ni kama anatwanga maji kwenye kinu, anatumia nguvu kubwa kuwashawishi Iran wakubaliane naye. Alafu akishakubaliana, Israeli anasema kwamba hapa hakuna makubaliano, anaamua kuvunja makubaliano kwa namna hiyo. Kwa maana yake swala la mafuta silikuwa limeshuka duniani. Muda so mrefu hivi sasa utasikia taarifa ni kwamba mafuta yamepanda. Iran umeshajua kete nzito ambayo ya kuisukuma Marekani asifurukute ni kete gani? Ni kete ya mlango bahari wa Hormuz. Hiyo ndio kete nzito kweli kweli, na ni kete ambayo Marekani hakuwahi kutegemea kama Iran anaweza kufanya kitu hiki. Kwa hivyo ni kama mtu ambaye anajua tayari huyu mtu nikimpiga sehemu gani atalia mlio mpya. Hicho ndicho ambacho anakifanya Iran, kwamba nikifinya hapa katika mlango bahari wa Hormuz, Marekani atajua jinsi gani ya kudili na kibaraka wake Israeli. Hicho ndicho ambacho hivi sasa kipo. Mtazamaji, mlango bahari wa Hormuz umefungwa kwa mara nyingine tena, Iran ametangaza. Niandikie maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Je, Israeli ndio chanzo cha ugomvi na mgogoro mkubwa ambao upo hivi sasa kwa Mashariki ya Kati ya Malaa? Andika hapo katika sehemu ya comment.